Ahlan wa sahlan popote ulipo, ujambo na karibu katika Upeo Media, nyumbani kwa habari za uhakika, uchambuzi wa makini na matukio yote yanayovuma duniani. Kutoka nchini Kenya hadi ulimwenguni, tunakuletea kila kilichojiri kwa kasi, ubora na weledi wa hali ya juu. Usibanduke. Mwanaume wa makamu Victor Nyamwari Ondari amefikishwa katika mahakama ya Eldoret akishtakiwa kwa kuiba Biblia 2 na kamusi ya Kiswahili zenye thamani ya shilingi 3297. Mahakama ilieleza kuwa mnamo Juni 7 mwaka wa 2026, Ondari aliingia katika duka kubwa eneo la Roadblock, kaunti ya Uasin Gishu na kuondoka na Biblia 2 za Revised Standard Version pamoja na kamusi ya aina ya karne. Baada ya walinzi kupitia picha za CCTV na kumtambua, alikamatwa aliporejea dukani humo siku iliyofuata. Inadaiwa alishambuliwa na wananchi wenye hasira kabla ya kuokolewa na polisi. Mshukiwa aliwaongoza polisi hadi mahali alipokuwa ameuza bidhaa hizo ambazo zilifanikiwa kupatikana. Alipofikishwa mbele ya hakimu mkuu mkazi wa Eldoret Kimani Mukabi, Ondari alikiri kosa hilo na kuiomba mahakama imsamehe, akiahidi kutorudia tena kitendo hicho. Katibu mkuu wa elimu ya msingi Julius Bitok amehamishwa kwenda idara ya utalii katika mabadiliko mapya ya serikali yaliyotangazwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei. Bitok atachukua nafasi ya John Lekankei Ololtua ambaye sasa amehamishiwa idara ya elimu ya msingi. Mabadiliko hayo yameanza kutekelezwa mara moja. Ololtua anachukua wadhifa huo wakati serikali ikikabiliwa na changamoto za kurejesha utulivu katika baadhi ya shule zilizoshuhudia visa vya machafuko hivi karibuni. Kabla ya kuondoka katika wizara hiyo, Bitok alisisitiza kuwa hakutakuwa na likizo ya katikati ya muhula isiyopangwa, akieleza kuwa masomo bado yanaendelea kawaida katika asilimia 99 ya shule nchini. Less than 80 schools around the country are the ones which have problem, and we are not going to change the term dates because of 80 schools. Unaendelea kufuatilia Upeo Media, sauti ya ukweli na taarifa za kuaminika. Tunachukua mapumziko mafupi kwa sasa, lakini usiondoke, kwani tunarejea muda si mrefu na habari zaidi pamoja na uchambuzi wa kina wa matukio mbalimbali. Welcome to Upeo Media. We are excited to work with you. Let's create together. Karibu sana, tuendelee kukupasha. Rais wa Kenya William Ruto amewahimiza wafanyabiashara wa Norway kuwekeza nchini Kenya, akisema taifa hilo lina nguvu kazi ya vijana, uchumi unaokua kwa kasi na eneo la kimkakati barani Afrika. Akizungumza katika kongamano la biashara la Kenya na Norway mjini Oslo, Ruto alisema Kenya na Norway zinaweza kuimarisha ushirikiano katika sekta ya nishati safi, uchumi wa bluu, uvuvi na teknolojia ya majini. Rais pia alibainisha kuwa biashara kati ya nchi hizo mbili iliyokuwa dola milioni 54 mwaka wa 2025, lakini inalenga kufikia dola milioni 500 ifikiapo mwaka wa 2030. Mkutano huo ulihudhuriwa na mama wa taifa Rachel Ruto, waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi na waziri wa biashara Lee Kinyanjui. Na michezoni, mwamuzi wa Somalia azuiwa kuingia Marekani kabla ya kombe la dunia. Marekani imetetea uamuzi wa kumzuia mwamuzi wa Somalia Omar Abdulkadir Atan pamoja na baadhi ya maafisa wa timu ya Iran kuingia nchini kabla ya kombe la dunia. Mkurugenzi wa kikosi kazi cha ikulu wa Marekani kuhusu kombe la dunia Andrew Giuliani alisema hakuna mchezaji wala kocha aliyenyimwa visa, lakini baadhi ya maafisa walizuiwa kwa sababu ya kiusalama. Maafisa wa Marekani walidai kuwa Atan alihusishwa na watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa makundi ya kigaidi, jambo lililomfanya asiweze kuruhusiwa kuingia nchini humo. Atan ambaye alitunukiwa tuzo ya mwamuzi bora wa kiume Afrika mwaka wa 2026 na Confederation of African Football, angekuwa Msomalia wa kwanza kuchezesha mechi za kombe la dunia.
Aidha, shirikisho la soka la Iran limesema baadhi ya maafisa wake walinyimwa visa huku tiketi zilizotengwa kwa mashabiki wake zikifutwa. Iran pia imelazimika kuhamisha kambi yake ya mazoezi kwenda Mexico kutokana na mzozo wa kijeshi unaoendelea kati ya nchi hizo mbili. Na hapo ndipo tunafunga taarifa zetu za leo. Asante kwa kuwa nasi na kutazama kupitia Upeo Media, sauti ya ukweli na chanzo cha taarifa za kuaminika. Endelea kufuatilia kwa habari zaidi, uchambuzi wa kina na matukio yote muhimu yanayoendelea duniani. Jina langu ni Otipi Nai.